Simba wanapata anguko kubwa kimataifa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana. Hatimaye kwenye zile renki za CAF wametoka top 10. Yes. Wakati huo Mamelodi Sundowns amejikita kileleni pale akiwa nafasi ya kwanza na alama zake 68, nafasi ya pili Al Ahly na alama zake 66, nafasi ya tatu Esperance Sportivo de Tunis akiwa na alama 58, wakati nafasi ya 4 inaenda kwa RS Berkane ambaye ana alama 57 kibindoni. Nafasi ya 5 imetua kwa Zamalek ambaye ana alama 49. Nafasi ya 6 kwa Pyramid ambaye ana alama 48. USM Alger akiwa nafasi ya 7 na alama zake 42 kibindoni. AS FAR nafasi 41 wakiwa nafasi ya 8. Nafasi ya 9 Al Hilal Omdurman wakiwa na alama 39, wakati nafasi ya 10 ni CR Belouizdad akiwa na alama 38. Nafasi ya 11 ni Simba akiwa na alama 38, huku ndugu yake kipenzi Young Africans, pacha wake Simba na Yanga ni mapacha, akiwa na alama naye akiwa na alama 35, nafasi ya 12. Na maana Simba ameondoka kwenye michuano hii, ile eneo la top 10 baada ya kutofanya vizuri msimu kwenye michuano hii ya CAF Champions League. Simba ametoka makundi. Hili limekuwa ni anguko kwake kwenye michuano hii ya kimataifa msimu. Kumbuka pia kuna rank pia hizi za klabu, rank za timu za taifa, yani rank za mataifa, association ranking nayo ipo hapa. 2026-27 Egypt anaongoza, nafasi ya 2 anachukua Morocco, nafasi ya 3 Algeria, nafasi ya 4 Afrika Kusini, nafasi ya 5 Tanzania, nafasi ya 6 Tunisia, nafasi ya 7 Angola, nafasi ya 8 RD Congo, Republic Democratic du Congo, nafasi ya 9 Sudani. Maana Sudani wana uhakika kupeleka timu 2 kimataifa, yani CAF Champions League 2, kombe la shirikisho 2. Mali wamepanda sana kuja nafasi ya 10, Ivory Coast nafasi ya 11, Nigeria nafasi ya 12. Jamani, klabu zetu sisi, kile kichaka chetu cha kusema sisi tupo juu kwenye rank hakipo tena. Lakini yote kwa yote, mimi kwangu rank sio issue sana. Msimu uliopita Simba alikuwa nafasi ya 5, lakini sasa ameanguka, ameenda nafasi ya 10. Unaona AS FAR wametoka nafasi ya 17 hadi finali. Rank hazina chochote, hazikusaidii chochote. Wewe fika finali, chukua ubingwa tu.